Kwa hivyo tuanze kwa pamoja kusoma ule ushairi, tusome kwa pamoja. Utu na binadamu ni kama yai na kuku. Utu ni ile damu Mola aliyokuruzuku. Binadamu ni damu ya utu wa kila siku. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Yeyote mwanadamu ana asili ya utu, yaani kwenye damu hakikosi kitu. Utu sifa maalum ya mtu kuitwa mtu. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Utu ni kiumbe hai tunacho chaonekana. Utu kamwe haudai tabia ya kujivuna. Utu ni ule uhai ushikao umbano. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Utu huweza mimika kwa hisia ya akili. Huweza kuhifadhika kulingana na fadhili. Utu huweza pendeka palipo na maadili. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Utu unayo aibu na tabia ya mwani. Utu huenda na jibu la imani na ukweli. Utu hauna tabu tabia ya ujahili. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Filosofia ya utu inapinga ubinafsi. Utu hautaki kitu cha upeke na nafsi. Utu hauna liatu cheupe au cheusi. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Utu wa kweli wa mja ni wenzake kuwajali. Utu una haja ya kujua watu mbali. Utu ni kuwa pamoja kwenye shida mbalimbali. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Utu ni ubinadamu, udugu na ulinzi wako. Utu wote waheshimu kwa nidhamu na kicheko. Utu wa mwanadamu sijitenge peke yako. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Ingawaje tudhaifu katika ubinafsi, utu kweli na usifu ubinadamu halisi. Utu ni sifa tukufu iletayo kila nafsi. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Kwa hivyo tambua aina ya shairi hii kwa kutolea idhibati. Kwa hivyo unasema ni tabia. Si ulisema ni tabia? Ina mishororo minne katika kila ubeti. Swali la ba, taja sifa 5 za mtu mwenye utu kulingana na shairi. Kwa hivyo nionyeshe mahali tunaambiwa mtu ni mtu mwenye nidhamu. Wapi? Wa kwanza, vizuri. Ni mtu mwenye utu, hana tabia ya kujivuna. Ubeti wangapi? Hana tabia ya kujivuna. Wa 3, vizuri. Mtu mwenye utu usema ukweli, hana ubinafsi, huwajulia wengi hali, ushirikiana na wengine, huwaheshimu wenzake na huwajali wenzake, pia upendeka, na mwisho ni muungwana. Ukiangalia majibu, nilikuwa nakwambia uangalie hayo majibu ndio ujue kuwa ni kila ubeti. Kila ubeti wametoa hoja moja moja. Si ni sawa? Swali la 3, tambua aina 2 za kimtindo zilizo katika kwenye ushairi. Aina za kimtindo nilikwambia ni mbinu za lugha ambazo zimetumiwa pale. Tamadhali za usemi ambazo zimetumiwa. Na ukaandika pale kuna tashbihi. Ni nini? Ni kama yai ya kuku. Soma hapo. Hili tumeambiwa ni kama yai ya kuku, tashbihi kufananisha kwa kutumia kiunganishi kama Binadamu ni kama yai na kuku. Utu na binadamu ni kama yai na kuku. Pia kuna urudiaji kule, rudia. Mtu huitwa mtu. Mtu kuitwa mtu. Mtu imerudiwa. Si umeona pia neno la kwanza ni lipi? Ambalo limerudiwa pia. Maneno mengi sana yamerudiwa pale. Utu, si ndio? Pia kuna tashihisi au uishaji. Kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu.
tunaambiwa utu kamwe haudai. Binadamu ndiye anaweza kudai peke yake. Au utu huiona tabu. Binadamu ndiye anaona shida peke yake. Pia kuna utohozi, kule kuswahilisha. Utohozi, neno filosofia. Unaona inatokana na neno la Kiingereza nini? Philosophy. Swali la da, ainisha shairi hili kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo. Nafikiria ni mwanafunzi mmoja tu ambaye alipata zote tatu pale. Vipande, shairi lina vipande viwili. Ndio umeandikiwa pale migao miwili. Si ni Mathnawi? Shairi lenye vina vinabadilika katika kila ubeti, vinaitwa ukaraguni, vinabadilika katika kila ubeti. Neno la kwanza katika kila mshororo si ni utu. Utu. Mpangilio wa maneno unaitwa kikwamba. Neno utu kuanzia katika baadhi ya mishororo. Neno hilo limerudiwa, shairi hilo huitwa kikwamba. Kisha unaambiwa tambua nafsi neni katika shairi. Nani anazungumza? Nafsi neni, nani anazungumza? Nafsi nenewa huwa nani anazungumziwa? Nafsi neni ni mshauri. Anashauri watu kuwa na utu. Tambua mbinu tatu alizotumia mshairi ili kukidhi mahitaji ya kishairi. Ukiambiwa kukidhi mahitaji ni ule uhuru wa mshairi au ile ithini ya mshairi. Unazungumzia mambo kama inkisari, kama kuna mazida, kuboroga. Na shangaa uko kidato cha 4 na unasema kufupisha maneno badala useme inkisari. Ukisema hivyo kwenye mtihani wa mwisho utasaishiwa, mtaini hata kupa. Inkisari, kuna inkisari pale yani. Na unaandika neno hilo linapaswa kuandikwa je katika Kiswahili sanifu, yani amefupisha. Pia amefupisha neno tabu, linapaswa kuwa taabu. Pale pia kuna kuboroga sarufi. Ni pale unageuza muundo wa maneno kisarufi, vile yanapaswa kuandamana ili kuleta maana katika sentensi. Wamesema kwenye yake damu badala ya kwenye damu yake. Unaona mpangilio wa maneno umebadilika. Hiki kitu badala ya kitu hiki. Pia ametumia msamiati wa kale. Ukiangalia maneno ya msamiati wa kale wakati mwingi wanatumia yale tu. Yale hawabuni mengine mapya. Kwa hivyo ukifanya mashairi mengi utapata kuwa utayajua tu. Kuna anatumia neno mja ni msamiati wa kale au unasema kikale. Badala ya kuandika mtu pia ameandika mazida. Amerefusha ubinadamu, napaswa kuwa ubinadamu. Utohozi umefanyika pia, utohozi ameandika filosofia. Utohozi haupatikani tu katika mtindo, unapatikana pia katika uhuru wa mshairi. Swali la ga, andika ubeti wa 7 kwa lugha ya nathari. Tusome ule ubeti wa 7. Ni wenzake kuwajali, utu na haja ya kujua watu gani. Utu ni kuwa pamoja kwenye shida mbalimbali. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Vizuri. Kwa hivyo utu wa kweli wa mtu ni kuwajali wenzake na kuona haja ya kuwajulia watu hali. Utu ni kushirikiana na wengine kwenye shida mbalimbali. Utu wote wa mtu ni kuwajali wenzake. Kwa hivyo hata pale umepewa maudha, wakati mwingi ukiandika katika lugha ya nathari unaandika katika lugha umeelewa nini? Hivi kwamba mtoto wa grade ya 4 anaweza kusoma na elewe. Na unapaswa kuondoa koma. Si nilikwambia hivyo? Na usiandike kwa muundo wa nini? Wa ubeti, si ndio? Unaelezea kwa sentensi. Unaelezea kwa sentensi ndio uweze kupata zile alama. Kwa hivyo tuingie katika